yake mbele. Sote binadamu tunashindwaje kupendana kama tofauti? Yaani mimi siku nyingi nalalamika sana kwamba narogwa mimi na kakangu, kumbe mchawi mwenyewe ndo wewe. Hebu kwanza angusha mchanga, sema angusha mchanga. Haya ndo maisha yetu. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu. Neli, kinachonisumbua ni lile swala la kakangu kutaka kuuza shamba. Kinachokuchanganya hapo ni nini sasa? Na wakati hiyo ndio fursa ya kuondoka kwenye umaskini na kuingia kwenye utajiri. Neli, mimi sijakuelewa. Unamaanisha nini Neli kwa kusema hivi? Wewe usichokielewa nini hapa? Unachopaswa kufanya ni kushirikiana na kakako katika kuliuza lile shamba ili mtajirike. Tamaa. Mola. Unasemaje Neli? Hivi umefikiria kweli hata unataka kuniambia mimi tuliuze lile shamba? Mimi nilikuchukulia wewe kama rafiki yangu, na sio rafiki tu, ulikuwa kama ndugu yangu. Ila mimi sikujua wewe kwamba ni mbwa mwitu uliyejivika ngozi ya kondoo. Unasemaje Asha? Kwa hiyo umefikia hatua kuniita mimi mbwa mwitu kisa tu ushauri wangu niliokupatia? Neli, mimi nilidhani wewe utanishauri vyema na utakuwa kipaumbele changu katika kuhakikisha lile shamba aliuzwi. Asha, acha kwa nyuma kama makali ya afisi. Tusikate tamaa. Nasemaje? Leo umeingia kwenye 15 zangu. Haya ndo maisha yetu. Sasa nasemaje? Utanitambua. Mama yangu. Haya maisha yetu, kutafuta riziki kwetu tabu, kila siku tukipata kulipa kodi ya nyumba. Huyu landlord anatutesa sana, haujaisha mwezi mmoja anadai hela yake. Maisha ya sasa watu hawaishi katika ukulima, bali ni katika biashara, na biashara zafanya mtu awe na thamani. Asante kwa ushauri wako, na nitajaribu kufikiri hicho ulichoniambia. Asha, utanifurahisha wakati utakapolingana na kaka yako katika mawazo na kushirikiana naye katika kuhakikisha shamba mnaliuza. Sote binadamu. Acha tuone kitakachotokea. Sawa. Sawa rafiki yangu. Ngoja mimi niende nikatembee. Sote binadamu tunashindwaje kupendana? Sote ni wamoja, tuliumbwa kwa mchanga. Utajiri ni fukara, tusiache kupendana. Sote ni wamoja. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu. Haya ndo maisha yetu,
tusikate tamaa, haya ndo maisha yetu. Tusikate tamaa, haya ndo maisha yetu. Tusikate tamaa, Mola tuonekanie. Tusikate tamaa, never give up. Tusikate tamaa. Haya maisha yetu, kutafuta riziki kwetu tabu, kila siku tukipata kulipa kodi ya nyumba. Huyu landlord anatutesa sana, haujaisha mwezi mmoja anadai hela yake. Huyu landlord tunaishi naye, hatufanyi mema. Fanya wema uende zako, ila yeye hataki, atakuzaidi. Wakulungwa, mbona mmedanganya sasa? Mmenambia yule ni binadamu wa kawaida, hana nguvu zozote zile. Imewezekanaje yeye kunishtukia kwamba wakati mimi akanishtukia na kanambia ni umoja wake? Hatuja kudanganya, hiyo ni hali ya mwanadamu yoyote yule kuwa na hisia kali, na hii inatokea pindi mtu mbaya akitenda jambo kwa uoga. Jambo hili mpelekea mtu aliyepaswa kutendea ubaya kusanukia, na wewe ulikuwaga mwoga, ndio posa akakusanukia. Kwa nini sasa umeshindwa, na wakati mizimu yetu imekupa nguvu juu ya kila mwanadamu, na unajua kila anayeshindwa katika misheni ya mizimu anapaswa kuadhibiwa barabara. Sehemu ambayo inapaswa kupaliliwa ni kubwa sana, lakini mshahara wake ndo kidogo mno. Hivi haya maisha ya kupalilia mashamba ya watu kila siku kila uchao yataisha lini? Mungu nionekanie mwanao. Angalia jinsi mimi nadharaulika na kuteseka katika kijiji, kila siku kupalilia mashamba ya watu. Mungu angalia na mimi nionekanie. Mungu nionekanie hata kidogo, maana nimechoka kusemwa na masimango, kudhalilika mimi mwanao mtaani kila siku ni mimi kupewa maisha haya ya machungu na majuto ambayo hata mwanadamu hastahili kupitia, ila mimi navumilia. Mungu nisaidie. Naona shida zimekuwa nyingi kila siku kwetu, maana kila kukichwa huzuni, furaha kwa wenzetu. Mtatuaja shida zetu ni wewe, ulosema tukikwamba utatujibu. Mbona twakuomba na kisha na dua, na kisha wala sipati majibu. Natamani ni beti unajua,
maana life itachanji taratibu. Ile ipo siku najua yote yatakwisha, hali itakuwa sawa. Ndugu wangu vumilio, shida zitakwisha, hali itakuwa sawa. Oh, maisha yetu yako wapi? Maisha yetu Mola tuonyeshe, maisha yetu yako wapi? Maisha yetu Mola tuonyeshe, maisha. Kwa hiyo wakuu, mnamaanisha mimi ni mwoga ndio maana sikufanikiwa? Wewe sio mwoga na upaswi kuwa mwoga, bali unapaswa kuendelea kuchukua nyota za wale vijana, maana zina mafanikio makubwa na utajiri na zitatufaa katika mambo yetu. Sawa wakuu, nimewasikia na nitakamilisha kazi yenu na nitaifanya vizuri kama mnavyotaka, na nawaahidi sitawaangusha kamwe. Sawa, tumekuelewa, ila hakikisha kazi hiyo inakamilika kabla ya mwezi mwandamo kuachiliwa. Mwezi mwandamo? Huo wakati gani sasa wakuu? Huo ndo wakati ambao giza huachiliwa mwezi nafasi ya kuangaza, na ambapo wachawi huwa tunashindwa sana katika mambo yetu, na hii huwa inatokea kila baada ya miaka miwili. Kwa hiyo wakuu, mwezi huo unapatikana mara moja baada ya miaka miwili? Ndio, ila sijamaanisha mwezi unaojua wewe. Mna maana gani wakuu? Huu ni mwezi ambao huwa umejificha katika macho ya binadamu. Mwezi huu huangaza pindi mama mjamzito anapojifungua mtoto. Sote binadamu tunashindwaje kupendana kama tofauti. Yaani mimi siku nyingi nilalamika sana kwamba narogwa mimi na kakangu, kumbe mchawi mwenyewe ndo wewe. Hebu kwanza angusha mchanga, sema angusha mchanga. Hii ndoto itakuwa na maanisha nini? Itakuwa ni kweli kaka alivyosema tunarogwa, maana nikichambua matukio inaonyesha ni kweli tunarogwa. Kwa nini sisi shida zinapenda kutuandama sisi? Maana haiwezekani kutengwa sisi, kudharauliwa sisi, kusemwa na kutengwa sisi. Natamani shida ziwakumbe wao ambao wanatakia wenzao mabaya. Ni vile tu hii ni karma ambayo Mungu ametupangia na haiwezi kuepukika. Kwa nini Mungu ukatupatia kikombe ambacho sisi wanao hatukiwezi? Dali, hata kama mateso tupunguzie, hata kama tumekosea tusamehe, maana wewe ndo moza yote. Na pia kuwa na kakangu kwa haya yote, na atakapokuwa umtangulie kwa shida zake na kwa haya maisha yetu. Mungu tuepushe sisi wanao, basi tuepukishe hichi kikombe. Tumechoka kusimangwa, kuchekwa na kudharauliwa. Mungu tuepushie hichi kikombe, kimetushinda. Mungu tusamehe kama tumekukosea sisi wanao. Naona shida zimekuwa nyingi kila siku kwetu, maana kila kukichwa huzuni, furaha kwa wenzetu. Mtatuaja shida. Na huu mwezi ni kama mfano wa nyota, na hiyo nyota itatufaa sana katika mambo yetu. Sawa, nimewaelewa wakuu, ila jambo kama hilo likitokea tunawezaje kukabiliana nalo? Jambo kama hilo likitokea itatupasa tusubirie baada ya miaka miwili, au tupate mtoto mchanga ambaye hajapata kulinyonya ziwa la mamake. Hapa itanibidi ning'ang'ane ili nimalize kazi yao jamaa
akanilipe mshahara wangu, maana hata kama mshahara wenyewe ni kidogo, ila unasaidia ukiwa nao. Ila sasa jamaa akinizingua katika mshahara, katika kunilipa malipo yangu, atakuwa ameharibu mpango wangu mzima, ameharibu mipango yangu yote. Ngoja niharakishe nimalize kazi ya jamaa. Ngoja nianzie hapa kuelekea hivi. Sote binadamu tunashindwaje kupendana? Kama tofauti hatuna budi kuhurumiana. Sote binadamu tunashindwaje kupendana? Sote ni wamoja, tuliumbwa kwa mchanga. Utajiri ni fukara, maana mtoto huyo huwa ni damu njema ya malaika, damu ambayo haijapata kuchanganyika na vitu vya ulimwengu. Mpaka hapo nadhani utakuwa umeelewa misimu. Ndio Akulu, nimewaelewa. Acha niende nikakamilishe kazi mlionituma. Sawa, tunakutakia safari njema yenye mafanikio makubwa upande wetu. Asanteni Akulu. Asanteni sana mizimu kwa kunichagula. Nenda kaenda kazi yenu, nenda kamilisha venye mnahenza. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu. Mbona ile pesa yangu haujanilipa mpaka sasa? Maana nilipatia kazi za kufanya kazi, lakini pesa yangu sijaiona. Mimi pesa yako nitakuwekea kijana, usijali. Unaona pale ofisini kwangu makazi mengi sana. Sasa mimi kama niko busy sana, naanza kusahau. Usijali, pesa yako nitakuwekea. Kusubiri mpaka lini? Maana nasubiri yaumiza matumbo. Siwezi toka pale ofisini kwa sababu nitapata deni lako dogo. Deni lako mimi nitakushughulikia. Nimekwambia tu kijana wangu. Ofisini kazi ni nyingi. Waelewa. Sijali, lakini nitakulipa deni lako. Ni kweli? Ama zimekuwa nini? Ekaya. Vipi? Mbona deni langu? Sijanikopa wewe, natokea nikope mpaka saa hii mimi sijaona pesa yangu kuingia. Muda wote niliotumia ila hapa pahali hapajakamilika kabisa, ila itanibidi niharakishe nimalize hapa, maana siwezi kumaliza siku na kazi moja. Lazima nimalize hii kazi ya jamaa ili niende katafute kazi nyingine nifanye, maana ni takriban sasa wiki inaendelea kuisha hii. Kuanzia basi siku zote hizo ambazo nimetumia hapa, siku takriban 8 nimelima kuanzia kule mpaka hapa. Na kitambo nilikuwa natumia tu siku 2 kumaliza hii sehemu yote hii. Kwa sasa kazi zimekuwa nyingi siku hizi, itanibidi niharakishe nimalize kazi hiyo jamaa, maana huu mhogo wake nisipomalizie kazi yangu atanilaumu bure, kwa sababu huu utakonda, na ukikonda huyu jamaa atanipunguzia mshahara. Maana basi mpaka aje akague na kosa kidogo tu mshahara nimepunguziwa. Sasa ngoja nimalize ili asijepata kisingizio. Kwa hakma wanatuangusha na kututemea mate. Kuna muda najiuliza, au tumerogwa na nguvu za giza. Sote ni binadamu, tupendane. Sote binadamu,
tupendane. Kaka tupambane, tusikate tamaa. Never give up, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu. Naona shida zimekuwa nyingi kila siku. Nikwambiaje wewe kupita maeneo haya? Kwani nikikatisha katika haya maeneo haya kuna nini? Kwa hiyo unaifahamu wewe kijana. Kwa hiyo ngoja nikueleweshe. Unieleweshe? Kwani mimi nimekuwa malazi ya mtoto ambayo uyaendeshe ambavyo wewe unataka wewe? Yaani unaniwekea miki bezi wakati uko maeneo yangu. Eti maeneo yako? Hivyo waleta maeneo hapa duniani? Kwa hiyo umeshindwa kufuata sheria. Sasa acha mimi nikuonyeshe. Mimi ni mtoto wa Nabii Musa. Tena mimi nakuogopa kwa utifutifu wako. Mimi nitakuchapa hadi ukiwa na maji uyaone ni mkojoo, na mkojoo uyaone ni kinyesi. Yaani niambia mimi hivyo? Siku ustaarabu umeshindwa. Hata sasa sheria za Musa zitumike. Nilipwe wewe. Kwa hivyo mimi bosi wangu ni hapa. Huyu hapa ndo nilipe mimi, ameni kulipe wewe. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa kumdai huyu bosi anipatie pesa yangu. Sasa wewe mahesabu na bosi wako mimi siyajui. Hii pesa yangu. Mbaya mimi nalala na njaa. Nashinda na njaa. Mimi naishia kula machungwa. Mimi nimekula machungwa tokea asubuhi mpaka inaenda jioni saa hii. Machungwa haya kila siku. Kwa mimi nimekuwa kichekesho mimi. Nilikuja nikopa nikakupatia hela. Hiyo hela ni nyingi kwangu mimi. Kama wewe unaona ni kidogo, lakini mimi kwangu ni nyingi. Si mchezo. Shika haya machungwa. Mwanzo leo utakula haya machungwa. Mimi nachotaka bro ni pesa yangu. Nakupa sahihi. Naona shida zimekuwa nyingi kila siku kwetu, maana kila kukichwa huzuni, furaha kwa wenzetu. Mtatuaja shida zetu ni wewe, uliosema tukikwamba utatujibu. Mbona twakuomba na kisha na dua na kisha wala sipati majibu? Natamani ni beti unajua, maana life itachange taratibu. Ile ipo siku najua yote yatakwisha, hali itakuwa sawa. Ndogo wangu vumilio, shida zitakwisha, hali itakuwa sawa. Oh, maisha yetu yako wapi? Hilo ni honyo dogo. Ukiendelea kunijibu mimi kaumu nitakuua. Sasa jifanya umbo, sisikii atakutokea puani. Haya yote yataisha lini? Kama matatizo kama tumeondoa sisi, lini yataisha? Na lini tutakuwa huru na maisha yetu? Mungu tuonekanie. Haya ndo maisha yetu,
tusikate tamaa, haya ndo maisha yetu. Tusikate tamaa, haya ndo maisha yetu. Tusikate tamaa, Mola tuonekanie. Tusikate tamaa. Never give. Ikifika saa 12 huwa nimeipata pesa yangu. Pole gani wewe, ni bosi gani wewe? Nilimlipa huyu, alinichukulia pesa yangu huyu. Sawa, lakini hayo masaa nimempatia. Ikifika hiyo time nikija kwake nachukua hata kama ni mattress. Sawa, mimi naondoka. Ile ikifika hiyo saa 12 pesa yangu nataka nije nipate. Dasivyo tunaona wabaya. Sijachukua hata kama ni kilalio chako. Umeelewana? Haya, nakuelewa. Ila mimi naondoka. Lakini nikirudi mtango nipate. Sawa, haina shida. Baadaye. Bosi, umesikia bosi? Sasa na mimi ikifika saa 12, mimi hata sikupatie saa 12, saa 11:30 nipatie pesa yangu, na mimi yule jamaa pia nipatie pesa yangu, pesa yake kimalizana. Sawa? Ndio hivyo basi, ndio hivyo, mimi naenda. Haya ndo maisha yetu. Tusikate tamaa, haya ndo maisha yetu. Natamani niibe, unajua, ndo maana life itachange taratibu. Ipo siku najua mambo yatanyoka, takuwa na furaha. Ipo siku najua shida zitakwisha, amani itatanda. Ila ipo siku najua mambo yatanyoka, hali itakuwa sawa. Ipo siku najua haya yote yatakwisha, hali itakuwa sawa. Haya maisha yatachenji, ngali bado najua umasikini mfukara tutatupilia. Ila wewe landlord mara sana duteza, natamani niroge, unajua, ndo maana life itachanji taratibu. Ila ipo siku najua yote yatakwisha, hali itakuwa sawa. Kaka yangu anasema tumerogwa, tena tumerogwa na nguvu za giza. Shida zitakwisha, hali itakuwa sawa. Hivi yule sio yule jamaa mchawi ambaye nilimwota kwenye ndoto? Sote binadamu tunashindwaje kupendana kama tofauti? Yaani mimi siku nyingi nalalamika sana kwamba narogwa mimi na kakangu, kumbe mchawi mwenyewe ndo wewe. Hebu kwanza angusha mchanga, sema angusha mchanga. Haya ndo maisha. Naona shida zimekuwa nyingi kila siku kwetu. Kweli. Acha nigeuke mwangalie. Huyu si yule kijana mwenye nilimtokea kwenye ndoto juzi? Hebu ngoja nimwangalie, maana inaweza kuwa na wasiwasi wangu tu.
Sote binadamu tunashindwaje kupendana? Kama tofauti hatuna budi kuhurumiana. Sote binadamu tunashindwaje kupendana? Sote ni wamoja, tuliumbwa kwa mchanga. Utajiri ni fukara, tusiache kupendana. Sote ni wamoja, tunashindwaje kuhurumiana? Sote binadamu, kila siku tunapita, ipo siku tutarudi mavumbini michangani. Tutaenda mbinguni kuhukumiwa mashtaka, mtapewa laana, hamtaishi kwa amani. Sote binadamu tunapaswa kupendana. Sote ni wamoja, tunashindaje kupendana? Mola nijaze ujasiri, akumiliki shida za dunia. Mola nijaze ujasiri, akumiliki hizi shida za dunia. Tusikate tamaa, kila siku tunapigwa. Landlord anatupiga makofi, kwa hakma wanatuangusha na kututemea mate. Kuna muda najiuliza, au tumerogwa na nguvu za giza? Sote ni binadamu, tupendane. Sote binadamu, tupendane. Kaka tupambane, tusikate tamaa. Never give up, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Never give up, tusikate tamaa.